pamoja nasi katika mkutano wa siku ya leo tena. Kwa hivyo tunawasihi kabisa kama vile Nuhu aliposii wale watu wa enzi zile wakaweza kuingia safinani msije mkaangamia, kwa sababu hivi karibuni nafahamishwa kabisa ya kwamba Kristo yu karibu kurudi ili tuende nyumbani kupumzika. Wapendwa, sio vizuri kupotea, na ndio sababu tumetumwa katika eneo hili kuwakumbusha mambo ambayo hayana budi kutukia kabla ya kurudi kwake Masihi mara ya pili. Kabla tuingia katika mahubiri ya siku ya leo, watumishi wa Mungu wamenena vikali na kikamilifu yale ambao Bwana alikusudia wayanene. Wapendwa, leo mtumishi wa mafundisho ya Biblia ametaja ukweli kuhusu Sabato takatifu. Ninafahamu wengi hawajui kwa sababu gani tujifunze Sabato ya Bwana Mungu wetu. Najua tuelewe. Mtumishi, ningependa tusome hili. Kitabu ni cha Mwanzo 2 fungu lake la 1 hadi la 3. Hatujaingia katika mahubiri ya siku ya leo, lakini ningependa uyaelewe mambo fulani pale kwa sababu ni muhimu sana. Kabla ya kuingia mahubiri, takatifu inasema hivi: basi mbingu na nchi zikamalizika, na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Yes. Akastarehe siku ya 7. Yani Bwana peke yake muumba wako aliyekumba kwa namna ya ajabu. Biblia inaniambia kwamba hata yeye alistarehe. Alifanya namna gani? Alistarehe. Alifanya namna gani? Alistarehe. Katika siku ya Sabato, siku ya 7. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibariki siku ya 7. Bwana Mungu wako mwanadamu akaibariki siku ya 7. Akaitakaza kwa sababu katika siku hiyo Mungu afanya namna gani? Alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoumba na kuifanya. Nashukuru sana mtumishi. Mungu alifanyia siku ya 7 mambo mangapi? Matatu. Jambo la kwanza, yeye mwenyewe alistarehe. Si kweli? La pili, yeye mwenyewe akaibariki. Ya tatu, Mungu akafanya namna gani? Akaitakasa. Mambo mangapi? Matatu. Siku ngapi? Ya 7. Siku 7 ama siku ya 7? Siku ya 7. Biblia inaniambia ni siku moja tu Bwana Mwenyezi Mungu alifanyia hayo yote matatu. Biblia inaniambia katika siku ya 7 Bwana alistarehe, Bwana akaibariki, Bwana akaitakasa siku moja peke yake. Hakutakaza siku 3 za juma. Biblia inaniambia. Wale ambao wapendwa mnatusikiliza katika eneo hili, na kusihi uwe na kalamu na karatasi ukaweze kuandika mafungu kadha wa kadha, kwa sababu ukisikiliza the memory will only retain 10% of what we are saying here. So I request you to have a book and a pen to write exactly that which we are giving, because as we receive from the Father, we relay to the congregation that is listening to us. Amen? All right. Now, katika siku hiyo kuna hiyo ni siku speciali sana. Niwajuze habari. Kitabu cha Exodus 16 fungu la 26. Is a very special day. The Sabbath is a very special day. By the way, siku ya 7 ambayo Bwana alisema katika Mwanzo inaitwa Sabato. Exodus ilisema 20 fungu la 8. Ilisema kwamba siku ya 7 ikumbuke siku ya Sabato. Na fahamu gani? Kumbe siku ya 7 inaitwa siku ya Sabato. Ukisoma Qur'an, usome Catechism, usome Biblia, usome vitabu vyovyote vile ikiwemo dictionary, it will tell you clearly, vividly that Sabato ni siku ya 7 na inaitwa Saturday. Ni ukweli kabisa. Wapendo, hebu nikufahamishe ni kwa sababu gani. I say it is a very special day. Let us see how special that day is. In the book of Exodus. Are you there in the book of Exodus? 16:26. Look at how special that day is, my dear friends. Wala ambao mnasikiliza sikia.
siku 6 mtaokota. Inasema unajua Waisraeli wakitoka Misri wakielekea Kanani, Bwana alikuwa na watafutia vile ambavyo wanakula kwa sababu hawakuwa na mahali pa kupanda pale jangwani. Kwa hiyo Bwana ndiye alikuwa ngao yao, tegemeo lao kwa kila jambo na kila shughuli. Ikafika mahali wakati ambapo waliona njaa, akaanza kuwatafutia chakula. Na chakula alichowapa ni chakula cha malaika, kinaitwa mana. Sasa sikia vile ambavyo Bwana anasema kupitia kwa mtumishi wake Musa. Anasemaje? Siku 6 mtaokota. Siku 6 mtaokota hiyo mana. Lakini siku ya 7 ni Sabato. Lakini siku ya 7 inaitwa Sabato. Siku hiyo akitapatikana. Siku hiyo Biblia inasema akitaenda kuokota mana. Ni siku takatifu yake Mwenyezi Mungu. Hiyo siku ni siku speciali sana machoni pangu. Mwanadamu, sikiliza. Bwana anasema ni siku takatifu. Aliitakasa, akaitenga, akapumzika yeye mwenyewe. Tuweke 22 na 23 mwalimu. Kabla hujamaliza hilo fungu ndio turudi hapo. Ulikuwa 26. 27 inasemaje? 27 inasema, look at how special that day is, please my dear friends. Siku ya 7 wengine wakatoka kwenda kukiokota. Kuna watu ambao kila mara hawatii sheria ama amri, wakaenda na tumbo zao kwenda kufanya gani? Kuokota mana siku ya 7. Bwana alikataa ama hakukataa? Alikuwa amekataa. Hawakupata hiyo siku. Biblia inasema walipata? Hawakupata. Alisema siku ya Ijumaa kwa sababu ni siku ya maandalio, muende muokote mara 2. Yaani maana ya siku ya Ijumaa na ya siku ya Sabato. Sivyo Biblia inasema? Naam. Ya kwamba sikia, wangeokota kingi siku zingine mpendwa, wala ambao mnasoma, nenda msome hiyo haya yote, wangeokota kingi on Thursday ingeharibika. Lakini siku ya 7 Bwana alisema muokote mara 2. Ya vipimo vile ambavyo alikuwa amewawekea. Wangeokota kwa sababu watakula kwa siku 2. Biblia inasema kwamba walipokuwa wameokota vilivyo viwili, Biblia inasema ile chakula siku ya Sabato haikuwa inaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Look at how special that day is before our living God. Mwanadamu, ni nini kilikuroga? The entire world inaelewa kabisa kwamba siku ni moja tu ambayo Bwana alibariki, akapumzika, akaitakasa yeye mwenyewe. Sisi Biblia inasema, tumishi ulikuwa unataka kuongezea fungu fulani pale. Inasema 22 Biblia inasema basi ikawa siku ya 6 wakaokota kile chakula sehemu maradufu. Mara ngapi wapendwa? Maradufu. Mara 2. Kila mtu pishi 2. Kila mtu ngapi? Pishi 2. 2. Wazee wote wa makutano wakaenda na kumwambia Musa. Akawaambia hilo neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu. Kesho, sikia wapendwa, naogopa sana walimwengu. Tunasherekea Krismasi sana. Na hiyo likizo inatambulika sana ulimwenguni kote kwamba ni siku ambayo Kristo alifanya namna gani? Alizaliwa. Si ni kweli?